Mwasi Kamani, atafuatiwa na Mheshimiwa Kunti Majara. Mheshimiwa Agnes Okororo ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika wizara hii muhimu sana kwa ustawi wa Tanzania, Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa miaka minne nchi yetu imeshuhudia mapinduzi makubwa sana katika sekta ya kilimo. Sensa pekee tuliyofanya kwa kipindi hiki Mheshimiwa Mwenyekiti imetuonesha kwamba Watanzania wengi zaidi ya 70% wanategemea shughuli za kilimo. Kwa hiyo bajeti hii ni bajeti ya Watanzania walio wengi, na Mheshimiwa Rais ameendelea kutuheshimisha kwa kuweka ongezeko kubwa sana la bajeti, na mpaka sasa tunapozungumza tunazungumza bajeti ya trilioni 1.2. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, manaibu makatibu wakuu na watendaji wote wa wizara hii. Mimi ni mjumbe wa kamati ambayo inasimamia wizara hii Mheshimiwa Mwenyekiti. Imekuwa ni wizara sikivu, kila tunapoishauri tunabadilishana mawazo na mwisho wa siku wanakwenda kutekeleza yale tunayoshauriana kwa mustakabali mzima wa Tanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitatoa mfano. Tulikuwa na mtikisiko mkubwa sana mwaka jana katika bajeti ya 23-24 katika swala zima la sukari. Wote tunajua namna gani tulitikisika humu ndani, tunajua namna gani Watanzania walitikisika. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan alisimama imara, waziri alisimama imara, kamati ilisimama imara, bunge hili lilisimama imara, na mpaka sasa tunavyozungumzia Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wanakamati tumekwisha kwenda kutembelea kiwanda ambacho kimefanya extension, na extension hiyo ikikamilika swala la sisi kuagiza sukari itakuwa ni historia kwenye nchi hii. Mheshimiwa, mapinduzi makubwa yanayofanyika katika kilimo katika serikali ya awamu ya 6 yanakwenda kupunguza, ikiwezekana kuondoa kabisa changamoto ya umaskini kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya vitu ambavyo pia sisi vijana wa Kitanzania tutaendelea kumpenda, kumuombea na kumshikia bango Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni katika kutushirikisha sisi au kuona haja kushirikisha vijana na wanawake katika kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Samia Suluhu Hassan alisimama mbele ya Afrika nzima katika kikao kilichofanyika Dar es Salaam cha usalama wa chakula, akaahidi Afrika nzima kwamba nchi hii inakwenda kuhakikisha inashirikisha vijana na wanawake katika kilimo na kuhakikisha tunakwenda kuondoa kabisa changamoto ya usalama wa chakula, kwanza kwa nchi yetu, kwa Afrika, na ikiwezekana tutailisha dunia nzima. Na Dr. Samia Suluhu Hassan amesimamia msimamo huo, na mimi kama mwanakamati niko hapa kushuhudia. Mheshimiwa Mwenyekiti, program ya BBT tulianza rasmi Machi 2023. Tulianza kwa kuhakikisha tunaweka vijana na wanawake katika kilimo. Kwanza kuhakikisha tunawawezesha, lakini tunawavutia na kuhakikisha tunawekea miundombinu bora ili pale wanapoingia katika kilimo hicho kiwakomboe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa tuna miaka 2 tangu tuanze program hii. Na program hii watu wengi walishikilia bango katika kitu kimoja tu, lakini program hii ya BBT ina vitu vitano. Moja, ina mashamba makubwa ambayo ndo block farming. Lakini 2, kuna BBT financing ambayo ni swala kuwawezesha kiuchumi wanawake na vijana katika kushiriki kwenye shughuli za kilimo. Lakini tuna swala la uchimbaji wa visima kwa wakulima wadogo, borehole kwenye BBT. Lakini tuna swala la BBT ugani. Lakini pia tuna swala la value addition kwenye BBT. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala zima la mashamba makubwa, tulianza na kurecruit vijana kama 812. Na vijana wale walipewa mafunzo, na mwisho wa siku walihitimu kupitia mafunzo ya JKT vijana kama 600 na kitu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa, pilot phase imefanyika katika mashamba makubwa mawili, Chinangali na Ndogowe. Na mpaka tunapozungumza sasa sisi wanakamati tumetembelea zaidi ya mara 1 mara 2 kwenda kuangalia nini kinaendelea pale. Vijana wale wamejengewa nyumba. Zaidi ya 80% ya vijana wale walioko katika kambi zile za mashamba wanaishi kwenye nyumba ambazo waliahidiwa. Lakini vijana wale katika Chinangali wamepewa kila kijana ekari 5, lakini kwenye shamba la Ndogowe kila kijana ekari 1. Vijana wale wametengenezewa miundombinu kwa ajili ya umwagiliaji. Kuna sehemu nyingine ambako utaratibu unaendelea kuweka central pivot ya system ya umwagiliaji, lakini kuna kwingine drip systems zimekwisha kamilishwa. Lakini kuna bwawa linaloweza kubeba maji takriban lita milioni 27 limekwisha jengwa katika shamba la Chinangali. Wale vijana wanaendelea. Lakini Mwenyekiti, sisi wote tunajua nchi hii ina miaka 60 ya uhuru, lakini dunia hii imetokea mbali. Maendeleo ni hatua.
hatuwezi kuwa tumeanzisha BBT mwaka 2023 leo hii 25 tukataka tuwe tumekamilisha. Ila sisi tulio kwenda kuona na tunasimamia tunakiri kwamba hatua zilizofikiwa ni kubwa. Leo hii tunaamini na tulishauri kwamba ile system iliyotumika kurecruit wale vijana imeacha vijana wengi wakiamini kwamba na wao wangefaa kuingia mle. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru, ulikuwa msikivu. Ukasema hapana, tushushe katika ngazi za halmashauri. Na tunapozungumza sasa zaidi ya halmashauri 20 kwa maana halmashauri 21 katika mikoa 9 zimekwisha anzisha system za BBT. Lakini tunapozungumza sasa halmashauri ziko katika mazungumzo na wizara yetu kuhakikisha zinatenga maeneo